ya ushirika, mwenyekiti wa kamisheni ya ushirika, wadau wa maendeleo, wana ushirika na wasalimu wote kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Waziri Mkuu, awali ya yote nitumie nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutujalia kufika siku ya leo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, lakini vile vile nitumie nafasi hii kumshukuru Mheshimiwa Rais kwa support na maelekezo yake ambayo yametufikisha siku ya leo katika shughuli ambayo kwa muda mrefu imekuwa ikisukumwa. Lakini vile vile Mheshimiwa Waziri Mkuu, nitumie nafasi hii kuwashukuru wanaushirika wote, wanaushirika wa kilimo na wanaushirika wasiokuwa wa kilimo. Nawashukuru, safari ilikuwa ndefu, hatimaye tumefika hapa tulipo. Nawashukuruni sana. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa dhati kabisa naomba nishukuru iliyokuwa bodi ya TACOBA kwa maana ya Tandahimba Community Development Bank, lakini vile vile iliyokuwa bodi ya Kilimanjaro Cooperative Bank. Nawashukuru sana. Lakini vile vile Mheshimiwa Waziri Mkuu, nitumie nafasi hii kumshukuru kwa dhati kabisa na kumtakia Mwenyezi Mungu amjalie makazi mema huko alikotangulia mbele ya haki aliyekuwa mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro Mama Mghwira. Namshukuru sana, alifanya kazi yake kama RC. Lakini vile vile nimshukuru sana aliyekuwa mwenyekiti wa bodi ya Kilimanjaro Cooperative Bank na ambaye baadaye alikuwa mwenyekiti wa bodi ya mpito ya benki ya ushirika ambayo leo sasa tunaianzisha. Namshukuru sana kwa safari hii ambayo tumefika hapa. Nimshukuru vile vile Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa dhati kabisa Central Bank. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kama unakumbuka we mwenyewe ulimaliza ziara yako kusini na baada ya kurudi mwaka 2020 uliongelea swala la kuhakikisha benki ya TACOBA na benki ya Kilimanjaro Cooperative Bank zinaokolewa. Lakini benki kuu walikuwa tayari, kwa mujibu wa hesabu, benki hizi zilikuwa zinaelekea kufa na hazikutakiwa kuwepo. Lakini walitoa waiver ambayo ilipelekea kukaa na mwekezaji wa kimkakati CRDB Bank ambaye alikuwa anaidai benki ya TACOBA shilingi bilioni 3, lakini vile vile alikuwa anaidai benki ya Kilimanjaro Cooperative Bank shilingi bilioni 7. Kukaa naye na kukubaliana naye kwamba madeni yale ayafute iwe CSR kama sehemu ya contribution yake ya kutana around benki hizi mbili, lakini vile vile atusaidie kupata wataalam waweze kuziendesha benki hizi na kuzitana around. Na washukuru sana CRDB kwa kutake that risk. Asanteni sana. Na Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais. Lakini vile vile nitumie nafasi hii kwa wanaonifahamu na we mwenyewe Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi siku zote huwa nawaambia watu walionifanya kuamini ushirika. Mimi nilikuwa sio muumini sana wa ushirika, kwa sababu ilikuwa kila nikikaa na ukumbuka ushirika wa Igembe Nsabo wa Nzega wa mzee wangu mzee Malunde. Kwa hiyo kila nikiwaza ushirika nakumbuka matatizo yaliyokuwepo kule kwetu. Lakini wewe binafsi, lakini aliyekuwa katibu mkuu wa chama chetu wakati huo Dr. Bashiru. Na nikupe tu siri Mheshimiwa Waziri Mkuu, makatibu wakuu wastaafu wawili wa CCM ni shareholder wa benki ya ushirika. Mmoja wapo Dr. Bashiru na Chongolo. Na kimya kimya sisi tulitaka wawe shareholders, wanunue share ili chama kiweke kwenye ilani agenda ya benki ya ushirika. Kwa hiyo nawashukuru sana, namshukuru Bashiru kwa kunifanya na wewe vile vile kunifanya kuwa muumini wa ushirika, na nilivyoteuliwa tu kuwa naibu waziri mara zote ulikuwa ukisisitiza, na kila mahali ambako kuna ushirika ulikuwa unanibeba kwamba twende, tunaenda kwenye ushirika. Lakini nikiangalia naona matatizo, mkono mwingine umekabidhiwa dude ili lazima liinuke. Kwa hiyo nawashukuruni sana na leo tumefika hapa. Nawashukuru sana viongozi wa vyama vya ushirika sana. Mheshimiwa Waziri Mkuu, leo tunaposimama hapa
nimshukuru ndugu yangu Benson. Pale wizarani ukiweka watu naogombana nao namba 1, nadhani Benson anaongoza sana kugombana na mimi wizarani. Namshukuru. Lakini leo tumefika hapa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, turnover ya ushirika, nataka tu nitoe mifano miaka miwili. Msimu wa 23-24, vyama vikuu vya ushirika vimeweza kuaggregate na kuuza mazao yenye thamani ya trilioni 1.6 23-24. No, kilo milioni 1.6 yenye thamani ya trilioni 1.9. 24-25, mazao yaliyouzwa kupitia mfumo wa ushirika na stakabadhi ya ghala na warehouse receipt na TMX yamefika kilo milioni 2.2, tani milioni 2.2 yenye thamani ya trilioni 4.2. Mheshimiwa Waziri Mkuu, soko hili la kidunia ni la kibepari. Ni mfumo wa wenye mabavu ndiye anaweza kula keki. Njia pekee ya kuwafanya wakulima wadogo ni kuhakikisha tunajenga ushirika imara ambao utawapa fursa ya kubagain sokoni na vile kutrade. Leo hii vyama vyetu vya ushirika vimefika katika hatua hiyo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, namshukuru sana aliyekuwa DG wa Tanzania Agricultural Development Bank ambaye sasa ni kamishna wa madeni wa Wizara ya Fedha, Jafet Justin. Taasisi za fedha zilikuwa hazitoi fedha kwenye ushirika. Wote, kina Majid, kina Ruth, kina nani, wote walikuwa wanaona ushirika ni matatizo kwa sababu ya historia. Lakini chama cha CACU ndiye chama cha kwanza ambacho kilikopeshwa fedha benki, kikaingia kwenye msimu wa pamba wa 19-20 kuanza kununua pamba. Na nakumbuka wakati huo Dr. Bashiru alikuwa katibu mkuu wa CCM, mimi niko Mwanza, viongozi wa chama wanakutana na wanunuzi wa pamba. Alinipigia simu saa 8 mchana, akaniambia pamba isiponunuliwa, nadhani historia ya nchi wewe utakuwa naibu waziri aliyeteuliwa muda mfupi na kutumbuliwa muda mfupi. Ilikuwa ni mwezi wa 9 mwaka 2019. Chama hiki kilinunua pamba, kikachakata pamba, kika export linti kwa mara ya kwanza na kutengeneza faida ya shilingi milioni 120 baada ya kutoa gharama zote. Taasisi za fedha zikarudi kwenye sekta ya kilimo kwa uhuru kabisa. Sekta hii ilikuwa inadaiwa fedha nyingi za miaka zaidi ya 5, 6, 7, 10. Mabenki hawa na washukuru sana, tulifungiana pale Kilimo 4, Mheshimiwa Waziri Mkuu. Tukawaambia, madeni mnayoyadai kama hamtokuwa tayari kuwekeza kwenye sekta hii, hamwezi kuyakusanya. Hayatolipika, mtaweka kwenye non-performing loans, mta write off kwenye vitabu vyenu, itakuwa hasara. Walikubali kufuta penalties na interest, tukasaini tripartite agreement, tukakubaliana, tukaanza kulipa madeni yao madogo madogo zaidi ya bilioni 17. Leo vyama vikuu vya korosho, Mheshimiwa Waziri Mkuu, na vyama vya pamba havina tena historia hiyo ya madeni yaliyotokana na input. Na leo Mheshimiwa Waziri Mkuu, nataka nikwambie, taasisi za fedha zimetupatia ndani ya miaka mitatu zaidi ya bilioni 400, Mheshimiwa Waziri Mkuu. Hakuna garantia ya serikali, hakuna garantii kutoka Wizara ya Fedha, hakuna nini. Tumesign tripartite agreement na taasisi za fedha na wametufungulia LCs, wametupatia input na tumepata mifumo ya crop financing system ambayo imetupatia fedha, na serikali imeendelea kusupport na kutoa ruzuku kwenye mazao makuu. Leo stability kwenye mazao yote imerudi na confidence ya benki ipo. Sasa hivi tunaenda kwenye msimu wa tumbaku, na nataka niwaambie taasisi za fedha mbele yako Mheshimiwa Waziri Mkuu, ili waone nimetoa hii ahadi mbele ya Waziri Mkuu na kesho nitairudia mbele ya Mheshimiwa Rais. Coop Bank haijaja kuondoa au kucompete na commercial bank, bali imekuja kucomplement shughuli za commercial bank kwa ajili ya wakulima wadogo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kumekuwa na swali
kuna utofauti gani kati ya TADB na Coopbank? Lugha ni rahisi. Tanzania Agricultural Development Bank kwa mujibu wa sera ni benki ya maendeleo ya kilimo, ni long term financing institution. Bahati mbaya, kwa sababu tu mifumo yetu ya fedha haiwajui wakulima. Mkulima akienda dirishani anaonekana kama ni muuza grocery wa bar, wanakuwa treated sawa sawa. Payment system ni ile ile. TADB ameanza kufanya kazi za commercial. Kuja kwa benki hii kutaifanya TADB irudi kwenye actual mandate yake kudiriski financial institution na kutoa long term financing. Coopbank na commercial bank zitoe short term financing. Huo ndio mwelekeo ambao tunataka kusukuma na huo ndio mwelekeo tunataka kwenda. Tofauti yake hii na benki zingine, Mheshimiwa Waziri Mkuu, Wizara ya Kilimo ina mkono unaitwa Agricultural Agricultural Trust Fund. Tumekuwa tukikopesha kule. Kwa hiyo hatua ya kuja kwa Coopbank itakuwa na dirisha maalum. Dirisha hili litakuwa na scheme 3 ndani yake. Sasa hivi hapo bidhaa za Coop ni Jasiri account, sijui mtoto account, sijui Coop account, Sacco nini na nini. Ukija mwaka kesho benki hii itakuwa ina bidhaa za ziada. Dirisha maalum ambalo Agitif atakwenda pale na fedha zote za Agitif zitakaa Coopbank kama de-risking fund, ili tukiweka bilioni 10 ambayo kama mliotupa kwenye budget mwaka huu wakopeshe mara 3 kwa riba isiyozidi 4%. La tatu, leo Mheshimiwa Waziri Mkuu, mfano na washukuru TADB wamewapa fedha Coopbank kama bilioni 7, lakini TADB imewapa kwa 7%. Ukienda kuchukua gharama za uendeshaji, profit ya benki na nini, uwezekano wa hiyo fedha iliyotoka TADB kwenda Coopbank kumkopesha mkulima kwa single digit haiwezekani. Kwa fedha zitakazotoka serikalini kupitia Wizara ya Kilimo kwenda Agitif zitaenda kukaa ndani ya benki ya ushirika. Tutakuwa na dirisha maalum ambalo benki ya ushirika itakuwa inawakopesha wakulima kwa guarantee kutoka Agitif, lakini vile vile African Development Bank katika fedha ambazo wanatupatia za mradi wa BBT tutazipeleka, zitasimamiwa na Agitif na Coopbank kama equity fund na guarantee fund kwa ajili ya kudiriski smallholder farmer na kuwasababisha wakulima hawa waweze kukopeshwa kwa gharama ndogo, kwa sababu fedha za serikali hazitakuwa na gharama kubwa ya fedha. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa nini tunaweka window ndani ya Cooperative Bank? Sababu ni moja tu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, huko sokoni kuna ushindani. Hatutaki benki hii kama ilivyosemwa iende ikafanye makosa yaliyokuwepo kihistoria. Na hii ni benki ya wakulima, benki ya wanaushirika. 51% zao hazitakuwa diluted hata siku moja. Wataendelea kumiliki 51%. Serikali tunamiliki 10%. Wadau wengine wa kimkakati wanamiliki 39% zilizobaki. Na Mheshimiwa Rais aliombwa na mwenyekiti wa commission tulivyokwenda Ikulu kusaidia vyama vikuu vya ushirika ili vifikie 51%, akatupatia shilingi bilioni 5. Tunamshukuru sana kwa hatua hiyo. Kwa hiyo serikali kwa hisa zake na support ya ushirika kwenye benki hii imeweka jumla ya shilingi bilioni 10. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hizi ni fedha ambazo zimewekezwa. Benki hii itafanya biashara kama benki zingine, lakini itakuwa na strategic window ndani yake. Na niseme tu hapa, benki hii itakuwa na MOU na taasisi za fedha zingine, mfano sasa hivi tumeanza na CRDB na benki zingine, ili huduma za kibenki, ATM na zingine zote waweze kutumia. Ombi langu kwa serikali ni moja. Na Mheshimiwa Waziri Mkuu, nimeshampelekea barua ndugu yangu Mwigulu. Tunaomba commercial banks, kwa sababu Mheshimiwa Waziri Mkuu, mwenye hela nyingi na anayeweza kuchachua uchumi wa nchi hii ni serikali. Tutaomba na Coopbank iweze kupewa haki kama zinavyopewa benki zingine za kutoa huduma za serikali
na akaunti za serikali na CoopBank ipate. Kwa namna hiyo tutasaidia kuongeza liquidity ya benki hii na kufanya biashara. Lakini jambo moja ambalo tunaendelea kulisukuma, Mheshimiwa Waziri Mkuu, kama nchi ni lazima tuwe na sera ya ukopeshaji wa kilimo. IFAD imekubali kutupatia fedha dola milioni 1 na tumeshawaambia wenzetu Wizara ya Fedha. Umefika wakati, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni lazima tuwe na sera ya ukopeshaji ya sekta ya kilimo. Kilimo, Mheshimiwa Waziri Mkuu, sio sawasawa na kukopa fedha kwa ajili ya kuendesha daladala. Kilimo, Mheshimiwa Waziri Mkuu, sio sawasawa na kuwekeza fedha kwa ajili ya guest house. Kilimo sio sawasawa na biashara zingine. Ni lazima tuwekeze kwa muda mrefu, kwa riba maalum, kwa incentive maalum, ili tuweze kuubadilisha uchumi wa hawa watu tulionao katika uchumi wetu. Serikali unayoiongoza, Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa mwaka tunatumia bilioni 300 kwenye ruzuku za mazao ya kilimo ya kawaida ya chakula. Tunatumia zaidi ya bilioni 100 na kitu kwenye zao la korosho. Tunatumia zaidi ya dola milioni 140 kwenye zao la tumbaku. Tunatumia zaidi ya dola milioni 20 kwenye mazao ya pamba. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kama hakutapatikana mitaji rahisi ya wakulima wadogo kuweza kukopa kwa single digit na kuweza wao wenyewe kuwekeza kwenye miundombinu ya muda mrefu, Mheshimiwa Waziri Mkuu, juhudi zote hizi tunazozifanya kama serikali, itakuwa ngumu sana kumtoa maskini kwenye shida alionayo, na hasa maskini wengi walioko kwenye sekta ya kilimo. Watakaofaidika ni middleman ambao wamekuwa wakifaidika kwa muda mrefu. Kwa hiyo lazima tufike huko, na mimi kama waziri, Mheshimiwa Waziri Mkuu, nakushukuru sana wewe kwa juhudi ulizoziweka kwenye mazao ya kilimo na ushirika. Na nikueleze tu mbele ya hadhara hii, vyama vingi vimebadilika. Tumebaki na chama kimoja tu kina matatizo, kinaitwa Shireku. Na nikuahidi, kama ulivyoondoa ile bodi ya kwanza ukiwa wewe mwenyewe, na mimi nakuhakikishia sio muda mrefu utaona tumeiondoa bodi ya pili iliyoko sasa hivi ya Shireku. Ni lazima vyama vya ushirika vireform, viende kufanya biashara badala ya kutegemea ushuru wa wakulima kuendeshea vikao na kufanya shughuli zao. Lazima vitrade, vifanye biashara, vipate faida. Tunaona KDCU inapata faida sasa hivi. Tunaona KNCU inapata faida sasa hivi. Tunaona TANECU inapata faida sasa hivi. Tunaona MAMCU inapata faida sasa hivi. RUNALI inapata faida sasa hivi. Na wote wameenda kwenye trading kama sehemu ya kuwapatia vipato badala ya kumbebesha mkulima hela ya ushuru kwa ajili ya vikao. Hii tunaibadilisha na vyama vyote lazima vibadilike, Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, leo umeshafanya kazi ya kutuzindulia project 1 ya BBT. Nawashukuru sana African Development Bank, Pascal and the team, and deliver our message to the management of African Development Bank. Tunawashukuru, tunamshukuru President Adesina, tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais. AFDB wamekuwa partners wetu. Wameshirikiana na sisi kwenye skimu ya ruzuku ambayo inafika kwenye climax mwaka huu wa fedha. Lakini vile vile wamekuja kwenye project ya BBT ambao wanaweka dola milioni 129. Hii ni fedha ambayo inawekezwa kwenye program ya BBT. Watanzania wamekuwa wakiuliza maswali mengi sana kuhusu BBT, na mimi nawashukuru, waendelee kuhoji kwa sababu ni jambo jipya. Litakapokamilika wataliona. Kama ambavyo wakati tunaanzisha CoopBank maswali yalikuwa mengi, hofu zilikuwa nyingi, watu walikuwa wanaona ni kitu cha muujiza. Benki hii leo inaenda kuzinduliwa. Ina mtaji wa bilioni 55. Benki hii leo inaenda kuzinduliwa. Ina branchi kubwa 4. Lakini itakuwa na mawakala zaidi ya 50. Kila chama kikuu cha ushirika ni wakala wa benki ya Coop. Watafungua account, wataprovide huduma za withdraw, wataprovide huduma za deposit, watatoa huduma za insurance. Na wakulima watalipiwa kirahisi kupitia benki ya ushirika. Tumefanya majaribio TANECU, branch ya Tandaimba, mwaka huu imewalipa wakulima wa korosho zaidi ya bilioni 20. Kwa hiyo tunataraji ushiriki wa washirika kwenye benki yao utakuwa mkubwa. Na Mheshimiwa Waziri Mkuu, sasa hivi NMB wameomba na wenyewe kununua share. Hatutowanyima, tutawatafutia njia ya kuwafungulia mlango
waje ili tunawaita giant wawili wawemo mule ndani waweze kutusaidia knowledge. Lakini kwa miaka 2-3 ijayo benki hii itaenda kwenye soko la hisa. Tutaipeleka kwenye stock exchange ili iweze kusajiliwa pale, Watanzania wengi waweze kumiliki share. Phase ya pili tunaenda kufungua mikoa ya Mbeya, tunaenda kufungua mkoa wa Kagera, tunaenda kufungua mkoa wa Njombe, tunaenda kufungua Mwanza. Na Mheshimiwa Waziri Mkuu, benki hii na advantage moja. Advantage yake, hawajengi majengo. Tabora tumewapa kwenye jengo la bodi ya tumbaku. Kila kuliko na jengo la ushirika ama la Wizara ya Kilimo, ndipo branch itakapokaa. Tunawapunguzia gharama za kuwekeza kwenye infrastructure, kwa sababu tunasoma makaratasi. Gharama za infrastructure kujenga majengo, sawa, kwenye balance sheet inaonyesha vizuri, lakini benki bora ni ile yenye liquidity, sio yenye majengo mengi. Kwa hiyo tutawapa majengo ya kwetu ya serikali. Kwa hiyo tutawasaidia kuweza kufika mbali na kuwahudumia wakulima na kuongeza presence yao kule ambako inatakiwa. AFDB wanaleta consultant, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ambaye ataitazama Agitif, ataitazama na Coop Bank. Kwa hiyo zote tutapata wataalamu wa kuweza kutusaidia kuhimira benki hii kwa miaka 5, 10, 15 tunakotaka kwenda, ili iweze kufika kule ambako inataka kufika. Tulipokuwa tunaweka makao makuu, Mheshimiwa Waziri Mkuu, tuliamua tuiweke karibu na makao makuu ya CCM. Ili nyinyi wajumbe wa kamati kuu kila mkiwa mnaingia na kutoka muone ilani yenu imetekelezwa. Katika maswali ya kuhojiwa si Wizara ya Kilimo yapungue. Kwa hiyo iko pale kwenye jengo la ushirika la makao makuu ya chama. Leo unazindua annual agricultural report hapa, Mheshimiwa Waziri Mkuu. Kwa nini tutaanza kupublish taarifa za kilimo za kila mwaka, lakini baadaye zitakuwa zinakuwa published taarifa za kilimo za kota. Kila kota tuna publish taarifa. Tanzania wana haki ya kujua uwekezaji huu unaoendelea, na kila mwaka tutakuwa tuna publish hii document ili kuonyesha tuliko na hatua zinazochukuliwa na matokeo, ili kuifanya public iwe ina taarifa za kutosha kuhusu shughuli za kilimo. Na dokumenti hii itakuwa public, itakuwa inawekwa kwenye website ya Wizara ya Kilimo, zitakuwa zinaproduziwa hard copy, zitakuwa zinawekwa kwenye mitandao, ili mtu yoyote aweze kusoma na kuona na kuuliza maswali na kushauri mahali popote ambapo anataka. Kwa hiyo hii itakuwa ni annual publication ya kila mwaka katika sekta yetu ya kilimo, ambayo itakuwa inatoa taarifa zinazohusu kilimo. Hapa utashuhudia utiaji wa saini wa benki ya ushirika, TMX, WWRB na tume ya ushirika. Mheshimiwa Waziri Mkuu, wakulima wengi wanapeleka mazao kwenye stakabadhi ya ghala. Wakishaweka kwenye stakabadhi ya ghala, anasubiri mnada. Inaweza ikapita hata wiki, hana hata shilingi. Kwa kuwa mfumo wetu wa fedha bado haujatambua warehouse receipt kama ni instrument ya financing, benki nazishukuru zimekuwa zikija kwenye warehouse receipt, lakini hakuna structure iliyotengenezwa kupitia Central Bank ambayo inaitambua ile document kama naweza nikaenda nayo benki na kuidiscount na kupata fedha. Tunaanza hii pilot. Benki zingine zimejaribu, NMB wamejaribu kidogo, CRDB wapo. Tumeamua wasign ili wakulima wanapopeleka fedha kwenye mfuko, wanapopeleka mazao kwenye ghala, ile dokumenti yao waweze kuidiscount, angalau wapate 50% ya market price ya wakati huo, waweze kuwa na fedha wakati wanasubiri minada inapofika. Hii itaondoa biashara ya side selling na kuondoa haya matatizo. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni watangazie wa Tanzania, benki hii itakuwa na dirisha la equity guarantee scheme na fedha kutoka Agitif ambazo zitakwenda moja kwa moja kwenye lending kwa interest rate ndogo. Lakini Agitif atafanya guarantee, fedha zake atakazoziweka pale zitamsaidia Coop Bank kukopesha mara 2 mara 3, na ndio maana wanasaini siku ya leo. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi naomba unipelekee salamu kwa Mheshimiwa Rais.
kumshukuru sana kwa hatua hii tuliofikia. Ninawashukuru wadau wa maendeleo. Leo kama sio Norway usingezindua Agricultural Growth Corridor. Wametusaidia sana kwenye eneo hili. Tunaenda kwenye kuwa na mfumo wa AGOT. Mambo ya kulima kila sehemu kila zao haiwezekani. Ekolojia, economies of scale and business sense ndio zitadetermine tulime nini wapi na serikali iweke fedha zake wapi. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri Mkuu, nakushukuru sana, naomba utuzindulie annual agricultural report, na baada ya hapo utashuhudia utiaji wa saini wa mikataba hii, na baada ya hapo Mheshimiwa Waziri Mkuu, tutakukaribisha ili uweze kuongea na Watanzania na watu waliohudhuria hapa. Asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Tunaomba nakala za ripoti.